Leo nakusudia nikufundishe kwa habari ya ardhi. Ardhi inayo nguvu. Inawezekana kabisa haufunguliwi mambo yako kwa sababu kiini ni ardhi. Halafu haujui. Inawezekana kabisa kuna mambo unaona kabisa hayapo sawa sawa, kumbe kiini ni ardhi. Inawezekana kabisa unalima shamba lako halistawi, ya wenzako yanastawi, unaanza kusema umerogwa. Hapana, kumbe kiini inaweza kuwa ni ardhi unayoimiliki. Shalom shalom, Bwana Yesu asifiwe, tumsifu Yesu Kristo. Basi kama nilivyotangulia kukuambia, leo nataka nifundishe kwa habari ya ardhi. Kwanza nikutamkie baraka kwa kuwa unaendelea kufuatilia mafundisho kupitia channel yetu ya Mikono ya Kristo. Mungu akubariki sana kwa kutenga muda wako. Dunia ya leo watu wengi wanaipenda zaidi dunia kuliko neno la Mungu. Kwa hiyo wewe ambaye umekusudia kabisa kulitafuta neno la Mungu, nina kila sababu ya kukutamkia baraka, kwa maana umechagua jambo jema. Basi turudi kwenye ardhi. Ardhi ndugu yangu inafanya mambo makubwa sana. Ardhi kwa ujumla wake naweza kukuambia kwamba imebeba mustakabali wa maisha yako yote. Yaani mafanikio yako yanahusiana na ardhi, na kuto kufanikiwa kwako kunahusiana na ardhi. Ni kitu cha ajabu sana, lakini watu wengi hawajui. Na watu wengi, kwa sababu dunia leo imekuwa ni ya utandawazi, wanaona kila kitu ni chepesi chepesi tu. Kumbe kuna vitu, nakwambia ndugu yangu mpendwa, vimekukamata kwa sababu ya ardhi. Sasa ardhi gani? Inategemea. Inaweza kuwa ardhi ya kwenu ulipozaliwa, inaweza kuwa ardhi ya mahali unapoishi, inaweza kuwa ardhi ya ofisini kwako au kazini kwako kwenye biashara yako, inaweza kuwa ardhi ya mahali ambapo uliwahi kuishi. Yaani mahali popote ulipokanyaga, hiyo ardhi inawezekana ikakusababishia matatizo, ama inawezekana hiyo ardhi ndiyo inakusababishia wewe unapata changamoto mpaka leo. Kuna watu wanaombewa tena kwa nguvu kubwa, lakini hawafunguliwi. Inawezekana kabisa changamoto ni ardhi, kwa sababu maombi ni kanuni, na ili maombi yafanye kazi lazima ukijue unachokiombea. Lazima ujue chanzo cha wewe kuwa mateka. Lazima ukijue chanzo cha wewe kuwa gerezani. Lazima ukijue chanzo. Sasa watu wengi wanateseka kwa sababu mambo yalifanyika kwenye ardhi wakati wao hawakuwepo ama hawajui chochote. Lakini kuna wengine wanateseka kwa mambo ambayo wameyatenda wenyewe kwenye ardhi. Kwa hivyo kuwa makini sana na ardhi. Nimefundisha kuhusiana na maji, leo na kufundisha kuhusu ardhi. Kuwa makini na kitu kinachoitwa ardhi. Inaweza kukufunga kabisa vifungo vikubwa, ikakuletea matatizo makubwa. Inawezekana mna magonjwa yasiyoisha kwa sababu ya ardhi. Inawezekana kabisa mna laana ambayo inatembea ukoo hadi ukoo kwa sababu ya ardhi. So, ni vema kufuatilia mambo ya vifungo. Ni vema kutafuta msaada kwa watu ambao ni sahihi, ambao wanaweza kuelewa mambo ya vifungo, kufunguliwa yapoje. Mambo ya kufunguliwa yana siri kubwa sana. Mambo ya kufunguliwa, ili wewe ufunguliwe, lazima chanzo kijulikane. Lazima chanzo kijulikane. Bila kujua chanzo, unaweza ukahangaika sana kwenye maombi, ukaanza kusema watumishi hawana nguvu, watumishi hawana uwezo. Kumbe watumishi hawakubahatika kufahamu chanzo kilichokukamata wewe ni nini. Kwa hiyo ardhi, kama nilivyokuwa nimekuambia, inabeba mustakabali mkubwa sana katika maisha yako. Sasa basi, ningependa uelewe hili. Chochote unachokifanya kwenye ardhi, na sijui utafanya kitu gani ambacho hakitohusisha ardhi, kwa sababu unachokifanya wewe kinahusisha na ardhi ambayo unaikanyaga, unayoishi, ama kazini kwako, popote pale ardhi inahusika. Kwa hiyo chochote unachokifanya, ardhi inarekodi. Ardhi inafanya nini? Inarekodi. Na inaporekodi, ardhi inasikia na inaelewa na inatunza kumbukumbu vizuri kabisa. Kwa hiyo kile kilichofanyika kwenye ardhi husika kinaweza kukusababishia wewe matatizo kwa sababu ya tendo hilo,
ama kinaweza kukusababishia wewe na uzao wako wa kwanza mpaka uzao wa 5 matatizo. Ni kitu cha hatari sana kama uelewi, na ni kitu kizuri sana kama unakielewa. Ardhi iliyolaaniwa, maana yake kila anayekalia hiyo ardhi laana inamkuta, kwa sababu ilishatamkiwa laana, kwa sababu ilishanenewa laana. Ardhi kama ardhi ikishatamkiwa laana, maana yake wewe unaekaa kwenye ardhi hiyo unaishi kwenye laana. Chukulia mfano ya kwamba kuna mtu alisema, yani shamba hili au eneo hili atakekaa mahali hapa yote magonjwa hatoisha. Hauwezi kujua alinena kwa namna gani, alitoa sadaka gani. Aliyekaa kwenye eneo hili hatofanikiwa. Mtaa huu sisi tunatamka kama wazee wa mtaa, yani hakuna mtu atafanikiwa hapa labda bila kufanya 1, 2, 3 masharti yao. Maana yake ardhi inasikia sadaka iliyotolewa pale, ardhi imepokea. Kwa hiyo ardhi inaanza kubeba yale matamko, maapizo na manuizo. Ardhi inabeba. Unajikuta wewe unakaa sehemu pengine ulikotoka ulikuwa unafanya vizuri. Hili nafikiri kuna baadhi ya watu hili naloliongea watalielewa kwa haraka. Kuna mahali ulikuwa unaishi na ulikuwa unafanya kazi vizuri sana, yani mambo yako yalikuwa yanaenda vizuri kabisa, hukuona tatizo lolote. Alafu ukahama kutoka eneo hilo ukaenda eneo lingine, ukajikuta kwamba vitu vyako vyote vimeharibika. Alafu unafikiria kwamba umelogwa. Hapana. Yani ukikutana kitu cha namna hiyo, cha kwanza ni ardhi, eneo na nyumba unayoishi. Hivyo chunguza kwa makini sana. Unakuta kuna nyumba unaishi au eneo unaishi mambo yanabadilika, ama inakuwa kinyume chake. Kuna mahali umewahi kukaa maisha yalikuwa magumu sana, ukatoka tu ukaenda sehemu nyingine, mtaa mwingine ama eneo lingine, ukakuta kila kitu kinafanikiwa. Watu ambao walikuwa wakutafutia kwenye simu na kutafuta, unashangaa nini kimetokea? Sio nini kimetokea. Ardhi ya mara ya kwanza uliokaa ilikuwa inamilikiwa na watu ambao waliiapiza, ilikuwa na maagano, wewe ukujua. Umetoka kwenye ile eneo umeenda kwenye eneo ambalo lina nuru, halina maapizo, mambo yako yanaanza kufunguka. Hiyo ni tafsiri halisi ya kwamba ardhi inasikia na kuelewa. Sasa hilo ni maapizo na manuizo ambayo pengine wewe mwenyewe unaweza ukao uyajui. Kitu kingine, ukifanya uovu kwenye eneo lako, ujue unalilaani wewe mwenyewe. Nitakupa mfano mmoja. Labda ndani ya nyumba yako, yani ndani ya nyumba yako wewe una tabia ya kufanya zinaa, yani umepanga chumba ama ni nyumba yako, wewe kazi yako ni kubadilisha wanaume ama kubadilisha wanawake, ndio kazi yako. Ujue kabisa eneo hilo lina laana. Yani eneo hilo sio eneo la kawaida, tayari kuna laana inasimama hapo. Kwa hiyo nyinyi kushambuliwa itakuwa ni jambo jepesi sana, kwa sababu mlango mmeufungua wenyewe. Mfano mwingine, inawezekana uliwahi umesha kusikia eneo ambalo mtu amejinyonga au amekufa. Ile eneo litakuwa kufanyia utaratibu maalum, kwa sababu mtu akishanyonga unajisi umeingia, laana imeingia kwenye nyumba hiyo. Hamwezi tu mkaishi kama kawaida, lazima mfanye utaratibu wa kufanya utakaso. Kwa nini? Mtu amejinyonga kwenye nyumba, tayari kuna shida. Unaona, mfano mdogo nikupe. Yuda alipoenda kurudisha zile fedha, alipotaka kumsaliti Yesu, alipewa fedha, akarudisha zile fedha. Wale zile fedha hawakuzitaka kuzitumia, Biblia inasema wakatumia kwenda kununua konde, ambalo na lenyewe wakatumia kuzikia. Wakaogopa kwa sababu wamenunua kwa fedha nini? Fedha ya haramu. Basi na eneo liko hivyo hivyo. Unapofanya jambo baya ndani ya familia yako, maana yake ni kwamba wewe unaita laana. Anyway, unaweza ukawa una tabia kuna watu wana tabia ya kufanya mambo machafu kwenye nyumba zao au kwenye maeneo yao, mambo machafu. Yani chukulia wewe una shamba, alafu ukipata tu mwanamke unakimbilia kule shambani kwenda kufanya zinaa. Ndio eneo lako unalotumia kufanya zinaa. Maana yake lile shamba linabeba laana. Likibeba laana, kila atakayetumia lile shamba, na kwa sababu wewe ndio mmiliki wa lile shamba, linambebesha ile laana ya eneo hilo. Kwa hiyo unaweza ukawa umetenda wewe mwenyewe jambo baya katika eneo lako, matokeo yake ni kwamba ule ubaya unakuwa unatembea. Kwa hiyo wewe unaweza ukawa umenunua shamba au unalo shamba la kwako mwenyewe,
alafu umefanya uovu ndani ya shamba hilo, unashangaa vitu havistawi au mambo yanendi. Ndio maana unakuta kuna watu wakiwa wanajenga nyumba zao wanazificha, yani wanazuia watu wasifike kwenye lile eneo, au akimaliza kujenga ile frame, yani niseme nini, kujenga lile jengo peke yake, amemaliza labda ameshaweka boma lile, amejenga lile boma au amepaua hajapaua, unakuta wanaziba milango na madirisha. Ile sio fashion. Wanakataa watu kwenda kufanya mambo mabaya, hasa zinaa na mambo mengine ya kishirikina kwenye nyumba zao, kwa sababu wanapofanya wanazuia baraka katika ile nyumba, wanaachilia laana kwenye ile nyumba. Kumbe mtu yule anaweza kahamia kwenye nyumba ambayo tayari ina unajisi ndani yake. Unaweza kukuta mtu ameingia kwenye nyumba akaenda kujitoa mimba, kaua huyo kwenye nyumba yako. Wewe unajenga nyumba, mtu kaenda kujitoa mimba, unategemea nyumba itakuwa na nguvu gani? Lazima hiyo nyumba itabeba ile roho ya mauti ambayo mimba ilitolewa katika nyumba hiyo. Vivyo hivyo hata kwenye nyumba za kawaida, kama anafanyika matendo namna hiyo, maana yake umo ndani kuna roho mmeibebesha ambayo inatembea katika familia, roho ambayo inaenda kuharibu kizazi hadi kizazi na wewe usijue. Kwa hiyo unaona ardhi jinsi inavyoweza kusababisha laana. Inabebesha laana watu wengine, watoto wako au watakaozaliwa nyumba ile watabeba laana kwa namna moja ama nyingine, wasijue imetokea wapi. Kumbe kuna jambo lilifanyika katika nyumba hiyo ambalo likasababisha laana. Hiyo ni nguvu ya ardhi. Kwa hiyo ardhi unachoiambia ndicho inachofanya, ndicho inachobeba. Ndio maana kuna mahali pengine ukikanyaga tu, yani wewe umeharibikiwa kabisa, kwa sababu ya maagano yaliyopo kwenye ardhi hiyo. Ardhi imeagana nini? Kila atakaye kuja hapa ni halali yetu. Je, halali yetu kivipi? Miungu, kafara, walichinjwa watu, damu za watu zikamwaga hapo, damu za ngamia zikamwaga hapo, damu za ng'ombe zimemwaga hapo, zikatolewa kafara kwa ajili ya mambo yao wanayojua wenyewe. Na wakasema kila atakaye kanyaga hapa ni halali yetu. Maana yake wewe si umekanyaga, ni halali yao. Unashangaa mambo yako yalikuwa mazuri, baada ya kwenda sehemu fulani na kurudi, chunguzeni tu, unajikuta uliporudi tu mambo yako kaanza kuharibika. Halafu jinsi yanavyoharibika wala hayajifichi. Unashangaa tu, ulikuwa kazini, unasimamishwa kazi, mara mtoto kafukuzwa shule, mara sijui gari yako imepata ajali. Kunaanza kuwa na vitu vya namna hiyo. Ukirudi nyuma ukatuliza akili yako, kuna mahali ulifika sio sahihi. Kuna madhabahu ziko mahali ambazo wewe unakwenda haujui. Kuna watu wameshatoa kafara. Kwa mfano, unapenda kwenda maeneo ya baa, kwenye mabaa mengi watu wanatoa sana kafara. Watu hawa wanatoa sana kafara ili wewe uendelee kwenda pale. Unashangaa haukuwa mlevi sana, ulikuwa mnywaji, wanenyewe wanaita wanywaji tu. Unakunywa bia moja, bia mbili, kitu ambacho sio kizuri, lakini watu wanafanya. Labda tangu kufika eneo fulani au baa fulani au nyumba fulani, ulipokunywa bia mahali hapo, ulipokunywa pombe mahali hapo, ndipo ulipokoleza unywaji pombe wako na ukaenda kunywa zaidi, ndio kaanza kunywa zaidi na zaidi na zaidi tangu kukanyaga katika eneo hilo. Maana yake ni kwamba madhabahu ya mahali hapo, ardhi imekukamata. Ardhi imekukamata, mamlaka yako imekamatwa. Kumbuka miguu yako ina mamlaka, hatua zako zina mamlaka, unapotembea unatembea kimamlaka. Kwa hiyo ukienda sehemu ambapo kuna gereza ukaingia, mamlaka yako ikikamatwa, maana yake unaacha kila kitu pale, unasarenda kila kitu pale. Ukitoka unatoka wewe uko empty, mweupe kabisa, hauna lolote. Nini? Ardhi. Ardhi inayo nguvu ya kusababisha mambo mazito kabisa. Sasa haya nimejaribu kukufundisha upate mwanga kwamba ardhi inaweza kufanya nini na kwa nini na kufundisha mambo haya. Usipende kukanyaga kila mahali, usipende kwenda kila mahali, na hasa maeneo ambayo kimsingi unaiona kabisa yana mashaka, yanatatanisha. Usipende kwenda. Yako maeneo namna hiyo. Kuna sehemu ambazo zina madangulo, wewe unajua. Hata kama mtu anakuita, mimi uko siwezi kuja, njoo tukutane sehemu fulani. Umeelewa vizuri? Maeneo ambayo yana nyumba za kulala wageni za kufanya uasi, usipende kwenda maeneo hayo, kwa sababu tayari kuna shida. Kwa unapoenda maeneo kama yale, maana yake unahatarisha uwepo wako, unahatarisha nguvu yako ya rohoni kupitia maeneo kama hayo. Ardhi inaweza kusababisha laana ikakukamata. Sasa ukitaka kulielewa hili,
kwamba ardhi inasikia, ardhi inaelewa, ardhi inatunza kumbukumbu. Nataka tusome neno moja tu. Chukua Biblia yako sasa, twende tukasome kwa habari ya kitabu cha Mwanzo sura ya 4. Mwanzo sura ya 4 aya ya 10 mpaka ya 12. Tasoma hiyo tu, inatosha sana kukufundisha. Yako mambo mengi kwenye Biblia yameelezwa kuhusiana na ardhi, lakini mimi nataka nikusomee hapa kwenye andiko hili kutoka kitabu hiki cha Mwanzo. Sawa, Mwanzo sura ya 4 aya ya 10 mpaka ile aya ya 12. Aya 10 inasema hivi: akasema, umefanya nini? Hii akasema umefanya nini, Mungu anamuuliza Kaini ambaye alimuua ndugu yake. Nimeanza hapa ili uelewe, nazungumzia kuhusu ardhi, sio kwa habari tu za historia ya Kaini ilikuwaje. Hapa Kaini alimuua ndugu yake. Sasa Mungu anamuuliza kwenye aya ya 10, akasema umefanya nini? Sauti ya damu ya ndugu yako inanililia kutoka katika ardhi. Mungu anamwambia Kaini kwamba sauti ya damu ya ndugu yako inamlilia kutoka wapi? Ardhini. Unaelewa nini hapo? Mungu anasikia kelele za kilio cha kifo. Mungu anasikia kelele za mauti. Mungu anasikia kelele za kiini cha kifo ambacho Kaini alimuua ndugu yake Habili. Kwa hiyo ile damu iliyomwagika pale inamlilia Mungu kwamba imeonewa. Na ndio nimekufundisha kwamba ardhi inasikia, inatunza kumbukumbu na inaelewa. Kwa hiyo ardhi imeruhusu kwamba damu ya ndugu yake Kaini ambaye ni Habili imlilie Mungu kutoka kwenye ardhi. Sio damu inanililia, Mungu anasema kutoka kwenye ardhi damu inalia. Sasa Mungu anaanza kutoa laana kwa nani? Kwa Kaini. Anamwambia basi sasa umelaaniwa wewe katika ardhi. Anataja tena ardhi kwa sababu ardhi imelia kilio cha kudhulumiwa uhai, na Mungu anasema umelaaniwa wewe katika ardhi kwa sababu ardhi ndiyo iliyokuwa inalia, iliyofumbua kinywa chake ipokee damu ya ndugu yako kutoka kwa mkono wako. Ardhi iliyefumbua kinywa, maana yake ardhi ilipokea ikaelewa. Na aya ya 12 anasema utakapoilima ardhi haitakupa mazao yake, utakuwa mtoro na mtu asiye na makao duniani. Haya yote tunaona ambayo Mungu anayasema yametokana na ardhi kulia. Maana inawezekana kuna mtu alikuwa anajiuliza, ardhi inawezaje kusikia? Neno la Mungu linatufundisha kwa habari ya Habili pamoja na Kaini. Kaini kamuua ndugu yake. Kinacholia ni ardhi, sio ndugu, sio baba, sio mama, sio jamaa, mjomba. Ardhi inalia kwamba hapa kuna mtu ameuliwa. Hapa kuna mtu ameuliwa kwenye ardhi hii. Na Mungu anasema kwa sababu ya damu iliyomwagika na ardhi ikapokea damu ya ndugu yako, umelaaniwa wewe kwenye ardhi hiyo. Na Mungu anasema hata ukiilima haitokupatia mazao. Hiyo ni nini sasa? Ndio laana. Laana ni matokeo ya dhambi. Kwa hiyo ardhi inaweza kusababisha laana kwa sababu ya matokeo ya dhambi. Sasa kuna watu mmezaliwa kwenye vijiji ambavyo asili yake ni uovu, kwenye familia ambazo ardhi yake na asili ya uovu. Kwa hiyo ile laana imebebwa, yani mmeibeba ile laana mnayo. Kwa hiyo ili ufunguliwe, unahitajika kujua kwamba hapo nyumbani kwenu kuna kitu kimefanyika. Kwenye ardhi ambayo inakuhusu kuna jambo limefanyika. Inaweza isiwe nyumbani kwenu, ikawa kazini kwako, ikawa sehemu yako ya biashara, ikawa mtaani kwako, na sehemu nyingine popote, hata shambani kwako. Ili mradi ni ardhi ambayo wewe unakanyaga, maana yake Mungu anasema kuna kitu fulani hakipo sawa sawa. Wewe umepata laana kupitia hayo. Niliwahi kufundisha ya kwamba unaweza kuota ndoto kila siku, unaota au mara kwa mara unaota ndoto upo nyumbani kwenu, upo nyumbani kwenu, upo nyumbani kijijini kwenu. Maana yake ni kwamba kwenye ardhi ya kijiji hicho kuna shida imefanyika inakuhusu. Ndio maana unaona kila wakati unaota mazingira nyumbani. Yaani kuna agano linakuhusu. Sasa inaweza isiwe nyumbani,
Inaweza kuwa kwenye nyumba fulani uliwahi kukaa, ukashangaa kila ukiota ndoto kwenye nyumba unashangaa upo pale, mara umeenda kutembea, mara maana yake kwenye ardhi ya nyumba hiyo kuna kitu kinakuhusu. Kuna jambo limefanyika linakuhusu. Hivyo hivyo hata kazini kwako. Yaani kila ukilala unaota ndoto habari upo kazini kwako. Yaani nafsi yako ipo kazini kwako. Maana yake hapo kazini kwako kuna shida. Yaani ardhi imekamata kitu fulani. Na ndipo laana inapoanza kwenda kuingia. Lengo la kufundisha ni hili. Usikanyage kila maeneo. Usiende maeneo hatarishi. Lakini la pili, usipende kwenda mahali bila kumkabidhi Mungu mahali unapokwenda. Maana si kila mahali unaweza kushughulikia. Lakini la tatu, kama maeneo yako yanakuhusu wewe, yashughulikie. Yaani yafanyie ukombozi. Komboa ardhi yako. Ikomboe, kwa sababu inawezekana kabisa wewe unaimiliki kimwili. Rohoni wenzako ndio kambi yao hapo. Ndio kituo chao, ndio senta yao, ndio uwanja wao wa ndege. Wewe unahangaika tu hapo. Mara umelima, mara unajenga nyumba, weka viishi. Kumbe wewe unamiliki makaratasi, wenzako wanamiliki uhalisia. Kwa hiyo unapaswa kukomboa maeneo kama hayo ili ukae kwa usalama. Kwa hiyo haya nimekufundisha ujue kwamba usije ukaifanyia ardhi ubaya, itarekodi. Ama inawezekana kuna watu walifanya ubaya kwenye ardhi, mmesahau, watoto wenu wanataabika. Inawezekana kabisa, myakumbuke ili mkashughulikie hayo. Ama wengine mnaona mnapata changamoto zingine hamjui hata zimetokea wapi. Maana yake ninawakumbusha, inawezekana ardhi ambayo mnafanya nini, mnaishi na kumiliki. Kwa hiyo mchangamke kushughulikia masuala ya ardhi. Vifungo vyote vya ardhi vifunguliwe mpate kuwa watu huru. Ni matumaini yangu utakuwa umepata kitu kupitia mafundisho haya. Utakuwa walau umeelewa, umefunuliwa kitu fulani kwamba kumbe ipo namna hii, ili usipuuze. Na hilo ndio lengo. Wewe uelewe, uendelee kujifunza na kuchukua hatua. Siwezi kuyafundisha mambo yote, siwezi kukugusia vitu vyote, lakini walau kwa haya machache ambayo Roho Mtakatifu amenisaidia kuandaa na kufundisha, nina imani utakuwa umepata kitu fulani kupitia mafundisho haya. Na kwa sababu hiyo, niendelee kusema Mungu akubariki sana kwa kuwa umekuwa mstari wa mbele kufuatilia mafundisho. Nikuombe uendelee kufuatilia mafundisho yetu kupitia channel zetu hata za mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook pamoja na TikTok kwa jina hilo hilo la Mikono ya Kristo. Kupitia channel yetu hii ya YouTube unaweza ukasubscribe hapo. Kama hujasubscribe bado, bonyeza button ya kusubscribe. Na vile vile unaweza ukacomment kwamba Mungu atukuzwe, nimebarikiwa. Maana mimi ninapofundisha ni Roho Mtakatifu anakufundisha. Wewe unapoitikia, maana yake unamwambia Roho Mtakatifu kwamba nimesikia na nimepata kitu. Kwa hiyo usione uzito kuandika tu shalom, ninamshukuru Mungu kwamba amenibariki, ninamshukuru Mungu kwa ajili ya somo hili. Yaani neno lote la baraka. Unaweza ukaandika neno lote la baraka na Mungu atakubariki zaidi, kwa sababu utaonesha ya kwamba umepata kitu katika mafundisho ambayo umefundishwa. Lakini kama una uwezo wa kushare mafundisho haya, share kwa wengine, wapendwa wako. Pengine kuna watu wanahitaji kufikiwa na mafundisho haya, lakini hawajui nani atawapelekea. Pengine wewe ni mmoja wapo ambao wanakusubiri uwapelekee mafundisho haya na wao pia wabarikiwe. Ziko namba za simu hapo. Kama unahitaji msaada, tupigie. Unaweza ukahitaji kuelewa zaidi namna gani ya ukombozi wa ardhi unafanyika, inakuwaje, ufanye nini, tupigie tu, namba ziko hapo. Mliopo nje ya nchi, hiyo 0 hapo utaitoa, weka alama kujumlisha 255 alafu utupigie, utatupata tu. Kwa njia ya WhatsApp unaweza ukatupigia hivyo hivyo. Kama kupiga ni gharama wakati mwingine, basi unaweza kuwasiliana kwa njia ya WhatsApp. Tunapatikana. Na Mungu atakufungulia na atakupa ile hitaji la moyo wako. Mungu akubariki sana. Ulikuwa na mimi mtumishi wa Mungu Norbert Simon Mpunga. Hadi wakati mwingine. Bye bye.